Ni ipi aliyojiri leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Gavana wa Tanganyika Christian Kitungwa amesema kwamba wala mamlaka wala wananchi hawataruhusu M23 kuingia katika mkoa huo, na kwamba jeshi la FARDC litakabiliana na jitihada zote za kuendelea kuelekea Kalemi. Wakati hayo yakijiri katika Uvira, mamia ya wananchi wameandaa maandamano kuunga mkono AFC M23 na kupinga uondoshaji wake uliotangazwa awali. Gavana wa jimbo la Tanganyika Christian Kitungwa amesema kwamba AFC M23 haingii katika mkoa wake. Huko Kalemi alithibitisha kwamba mamlaka na wananchi watahimili na kupigana kuzuia maendeleo yoyote ya harakati hiyo baada ya tangazo la uondoaji wa pande moja wa AFC M23 kutoka Uvira. Nous allons résister et nous allons nous battre jusqu'à notre dernier goutte de sang. Et donc, nous serons sur toutes les lignes de front et ces rebelles-là, ils ne vont pas arriver au Tanganyika. Nous allons le mettre à l'extérieur de cette province. Il n'y a rien qui va se passer dans cette province. Retenez la date d'aujourd'hui. Wakati hayo yakijiri katika Uvira, mamia ya wananchi wameandaa hii siku ya Jumanne tarehe 16 Disemba maandamano ya kuunga mkono harakati ya kisiasa na kijeshi AFC M23 na kupinga uondoaji uliotangazwa awali. Harakati hii inataka mji usitumiwe na jeshi, kulindwa kwa raia na uangalizi wa kusitisha mapigano na kikosi kisicho upande wowote katika mchakato wa Doha unaoungwa mkono na uwakilishi wa Marekani kabla ya kuondoka Uvira. Wananchi wamepanda mitaani kuonyesha mshikamano wao na harakati ya AFC M23. Population, nous sommes très contents d'être libérés par le mouvement AFC M23. C'est pourquoi nous nous sommes dit d'organiser cette marche de soutien pour montrer à la face du monde que nous sommes libérés. Tuna manifeste juu ya kuonesha joie yetu kufuatana na hizi siku tulikuwa kolonize. Mais à partir ya M23 kukamata hapa, tuliona ndio Moize yetu. Donc balitusozomu kila kitu, na kwa leo tuko na furaha kubwa sana. Tulikuja hapa kuhusu kusutenir chama cha M23 tokana na ukombozi wamefanya. Ni tofauti na mbele ya RCD na AFDEL. Tumeona kama ni tofauti sana. Kwa kuona wakati wamefika pamekuwa changement kubwa. Mimi ni umoja wa chef de quartier. Baada kuko mtu walinyanyasa na walipata nilipowaelezea kwa ripoti yao walikuja. Kwa hiyo nyakati walifika kabisa, mwenye alinyang'anyiwa akasema mtu fulani jeshi fulani. Kwa jioni ya jana wamerudi kabisa na ile telefoni, wamerudi na pesa ili kuja kukabidhi yule amenyanyasiwa kwa ajili ya hiyo. Nimeona tofauti sana kubwa na jeshi la mbele. Hatujui sasa mikataba gani imetumana wao waambie kama warudi. Lakini kutokana na hali za uongozi, kama itakuwa hivi kweli haingekuwa heri warudi. Ni kwetu sisi tumeona kwamba baada ya M20 na AFC kufika hapa kwetu Uvira, kwa dakika kidogo tumepata amani. Kwa dakika mchache ile tumepata hata usafi wa dharura pale. Nimeshangaa, naona natembea Kavimvira kutoka hadi kwangu Mlongo kufika tu kule. Baada ya masaa 3 mji umetakata. Nikasema mabadiliko haya, maendeleo haya yanafika. Nikashukuru kwa ile. Na ingine, mimi kiupekee hapa kwa gisi mnavyoniona, mimi sina la kusema. Ninachohitaji ni maendeleo na uongozi ambao utanifaa kwa nchi yangu
kila mwananchi analia ni amani, alale vizuri, aende kwa taenda, arudi na amani, pasiwe mtu wa kumnyanyasa. Maana nauma unaponunua mbuzi yako waje kuichukua usiku, inakera, umesumbuka kwa kuipata. Wakati unaifuga inazaa watoto 18 unaoea watoto, ile nafurahisha kwa wewe mwenyewe umeuma. Kwa sasa tunaona mabadiliko yapo na tunafurahia ujio wao hapa, na kwa sasa mimi naona kwa muda kama tuko salama kabisa na wao, hakuna chochote, hakuna naye nyanyasiwa, yani hakuna chile cha kunyang'anyiwa masimu aweza pesa za mfukoni kama na ile. Mimi nafurahia uwepo wao hapa. Tukibaki katika mji wa Uvira, hali ya usalama inachukuliwa kuwa tulivu baada ya mji kuchukuliwa na harakati ya AFC M23. Utulivu huu unarahisisha kuanza upya shughuli kidogo kidogo, lakini hofu inayoendelea kupungua kwa wateja na ugumu wa usambazaji bado unatesa uchumi wa mkoa huo. Ripoti yake Blaise Basabose, mwakilishi wetu maalum Uvira. Hapa Uvira, hali ya usalama inaonekana kuwa tulivu kwa ujumla, kulingana na wakaazi kadhaa tuliowakuta siku chache baada ya wapiganaji wa AFC M23 kuingia mjini. Kukosekana kwa mapigano kumeruhusu kurudi polepole kwa shughuli, lakini hofu na matatizo ya kiuchumi bado yanadhiri maisha ya kila siku. Pas vraiment situation inakuwa calme. Trop calme vraiment. Tunashukuru kuona vitu vinakuwa activité inarudia, kila kitu tuko bien vraiment. En tout cas kwa ile tunafurahi kabisa. Hata hivyo, huduma zingine bado hazina wateja wengi. Bahati Ig ni mkaaji wa hapa Uvira. Hizi siku ndio hatupati wakilia, maana hali ingaliki wasiwasi kidogo. Kwa upande wa biashara, hali bado ni ngumu kwa sababu ya ukosefu wa bidhaa. Mulingine Jomari, mfanyabiashara wa Uvira, aeleza. Turuzi yetu haina bien, activity haina sawa, ba kutuendelea, franga hakuna, baingizi kutoa hakuna tena franga. Ndio buchuruzi inacheza na hatuna nafasi yenye iko natoka na sisi tuirangue. Hali endelea vizuri katika masoko hapa Uvira na kando kando. Kama hapa mnaangalia wakaaji wanakuja kununua vitu kadhaa na wachuuzi walikuja kuuzisha vifaa vyao. Lakini shida inabaki moja. Mpaka ya Kongo na Burundi imefungwa, hata njia kupita kwenye maji ili wachuuzi wapate vifaa haiwezekane. Wanaomba nini? Wachuuzi wako na haja mingi. Wanapenda kwanza maji kwanza kwa sahihi inafungiwa, sababu wanapenda kwanza samaki zikue, na bakomersa wanapenda bapite bazunguruke waende batafute vyenye bataleta. Kwa saa hii Kavimvira unajua kama mabajaji zilikuwa zitembei, lakini kwa saa hii bakomersa washaleta lengalenga, banaleta masombe, banaleta mashu, bashaleta matomate, fatana agisi hali ya hewa gisi. Hali hii inatokea wakati biashara ya mpakani kati DRC na Burundi bado imesimamishwa tangu kufungwa kwa mpaka. Pia usafiri wa majini kwenye ziwa Tanganyika bado haujaanza, jambo linaongeza shida kwa wafanyabiashara wa Uvira. Na shirika la kiraia la Bukavu jimboni Kivu ya Kusini linawahimiza wananchi wa Uvira waliotoroka mapigano ya hivi karibuni warudi mjini na kushiriki katika ujenzi upya. Wanasema hali ya usalama ni tulivu na imara, na wanahimiza wananchi kuchukua nafasi hii kuishi kwa amani na mshikamano. Message à lancer à la population d'Uvira qui a connu une liberté il n'y a pas longtemps par l'occupation de l'AFC M23. Ceux qui sont au Burundi, ceux qui se sont déplacés de leurs milieux respectifs, de revenir. Nous appelons parce que nous avons cette expérience avec l'AFC M23. Ça fait 10 mois que nous sommes là à Bukavu. Revenez dans vos maisons, des mamans, des enfants, papa, revenez et reprendre leurs activités respectives, ce qu'ils ont toujours fait. C'est ça mon message, parce qu'ils vont travailler avec l'AFC M23 et vous allez voir que vous allez vivre peut-être différemment par rapport au gouvernement qui vient
au gouvernement qui gouvernait avant, et vous allez trouver que même les tracasseries, tout ce que vous avez connu sera différent. C'est pourquoi je lance ce message-là à tous ces réfugiés qui se sont réfugiés au niveau du Burundi, au niveau des... Peut-être ils se sont déplacés très loin d'Ouvira, dans leur milieu respectif, de revenir et de vivre et de reprendre leurs activités. Merci. Gavana wa muda wa jimbo la Haut-Katanga, Martin Kazembe, amesimamia kutumwa kwa vijana 153 kwenda kituo cha mafunzo Kanyama Kasese Jumatatu. Vijana hawa wakiwemo waliotokea kamati za uhalifu Lubumbashi watafuatilia mafunzo ya kijeshi ya huduma ya taifa ili kuwa wajenzi wa taifa. Affrontement en plein jour et en plein centre-ville entre des bandes de jeunes délinquants. Les Kuluna reprennent de plus belle à Lubumbashi et mettent à mal la quiétude des paisibles Louchois. La recrudescence de ce phénomène dans la ville cuprifère a contraint les autorités provinciales à faire appel au service national. Ce lundi 15 décembre 2025, plus ou moins 153 d'entre eux ont embarqué dans ce cargo, destination Mbujimai dans le Kasaï oriental, avant de rejoindre Mamboa à Kanyama Kasese, où se trouve le centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi. Une opération supervisée personnellement par le gouverneur à l'intérim du Haut-Katanga, Martin Kazembe. Je suis venu vous réconforter. Vous voyez la tenue du service national que vous portez. Elle ne vous arrache pas la vie. On ne va pas vous tuer là où on vous amène. On vous y amène pour vous aider à apprendre différents métiers. Et quand vous aurez fini votre formation, vous reviendrez ici nous aider avec différents travaux. C'est beaucoup mieux que de rester au centre-ville, commencer à tracasser la population et ravir les téléphones d'autrui. Nous voulons que tout le monde soit utile dans la société. C'est pourquoi nous vous avons réunis ici. Donc, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Et ne mettez pas en tête que là où vous allez, on va vous faire du mal. Non. Donc, nous comptons beaucoup sur vous. Et nous voulons vous transformer pour vous enlever des mauvaises idées dans la tête et vous rendre utile à la société et à toute la nation congolaise. Utile à la société, à notre nation congolaise. Dans ce premier lot, l'on compte 12 filles, mais également des volontaires, certains accompagnés de leurs parents. C'est le cas de cette mère qui est venue elle-même confier son fils au service national. Je suis l'un des volontaires qui est venu au service national pour servir ma nation. J'avais déjà donné mon nom depuis le mois d'octobre, en attendant qu'on puisse s'appeler. C'est pour ça que je suis venu moi-même pour m'intégrer au service national et servir ma nation et servir à la vision de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette démarche volontariste tord le cou à ceux et celles qui affirment que le service national procéderait à des arrestations arbitraires. Aussi, cette structure rattachée à la présidence de la République rappelle que les arrestations ne relèvent pas de ses attributions. Toutefois, il procède à un contrôle minutieux des personnes que la police nationale met à sa disposition et s'assure de respecter les lois en vigueur au pays. À noter que le départ d'un deuxième lot de 153 autres jeunes Kuluna est prévu dans les prochains jours. Na jijini Lubumbashi katika kata ya Kenya, barabara ya Basilique ipo katika hali mbaya sana. Mashimo makubwa na matope yanaharibu usafiri wa wananchi na wafanyabiashara, hasa wakati wa mvua, na kuongeza msongamano na hatari za ajali katika eneo hili lenye watu wengi.
Mateso sana Mkenya ni kukijiba tuna tena mkomini en Kenya hapa tuko kumukini. Vous pouvez vous en douter, mais en soi, c'est peut-être le mot qu'il faut pour décrire l'état actuel de l'avenue Basilique située dans la commune Kenya à Lubumbashi. Cette artère, qui connaît une forte fréquence au quotidien, s'ébat entre la vie et la mort car son état actuel est critique. Munawasha mutuburi, muku kishukulu, bantu wana kwa wanaweka bulongo. Hakuna namuna barabara, hii ni Kenya, hii ndio principali ya Kenya ni hii. Me hivi, hakuna namuna. Mateso yanapita, essentiel ya kufanya na kusema matengenezo hii barabara. Makamvule napika seke sekao. Ushakwa na vika. Pourtant, la Kenya est une grande commune commerciale. En termes des taxes, le gouvernement provincial fait un bon marché. Kenya ni komini moja iko natosha makuta meleta iko naangalia vini moja mko pa mikanda maleta. Na hapa kwa kutengeneza barabara. Hapa tuko kama ni kumukini kani. Hata kwa sasa ni Lubumbashi humu. Leta tuwazie kwenda kutengeneza hii ni avenue munene Basilique. Mikanda yote ya leta iko napita ni humu. Meangalia vile sasa kwa labika. Hatuyue kama tuko na leta hapo mukini kama tuna naye. La dernière réhabilitation de toutes les avenues de cette entité remonte depuis l'époque de Katumbi. Gouvernement eko natengeneza mpaka mafashi ngine eske Basilique. Hii Basilique eske nena kwa hivi Basilique. Balabala munene principal kunaenda kwa katedral kutoka meangaria. Nasema hii barabara Moiza hata kama naiona atasema ni kukilobelobe ni Basilique alionaka zamani. Angalia hivi. Bora tengeneza mpaka mabarabara bora yapita na maprado majipu yabo. Humo angalia mataxi pake. C'est très mauvais hein. Je regrette sana. Katanga iko nabomoka. Itakuwa ni bronze ya Katanga. Plus de 10 ans, jour après jour, sans entretien, l'avenue Basilique n'existe que de nom. Ces Louchois gardent encore de bons souvenirs à l'endroit de l'honorable Moïse Katumbi, alors gouverneur du Katanga en matière d'infrastructure. Batengenesha ko balabala donc kama Moïse ashina hapo na bintu abinako ifale paka kuyepo bena tengenesha wapi. Selon certaines estimations aussi simples, la réhabilitation de l'avenue Basilique d'un bout à l'autre avec toutes les taxes que génère la commune Kenya serait une histoire de moins d'une semaine seulement. C'est pratiquement à ça que ressemble désormais l'avenue Basilique à la commune Kenya. Gelor Shamba, Mbegu Radio et Télévision. Katika mji mkuu wa Kinshasa, polisi wamepinga na kupeleka kando maandamano yaliyofanyika Jumatatu tarehe 15 Disemba mwaka huu yaliyopangwa na chama cha kisiasa Alliance pour le Changement lake Jean-Marc Kabunda kinachodai kumalizika kwa vita mashariki na umoja wa kitaifa. Huko Kananga angalau waandamanaji 10 waliweza kukamatwa. Chama kinasema rais wake amefungwa nyumbani kwake na kudai kuachiliwa mara kwa moja kwa wanachama wake wote waliokamatwa. Makamu wa waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani Shabani Luko Jacquemain alijibu Jumapili Desemba tarehe 14 swali la kinzwa kutoka kwa seneta Jean Bamanisa Saidi kuhusu uzalishaji wa kadi ya utambulisho wa taifa. Alikiri vikwazo vilivyokuwepo awali, kuwasilisha ratiba ya makadirio ya ONIP na kuomba bajeti kubwa kwa seneta kwa ajili ya operesheni za ONIP kwa mwaka 2026. Ni pamoja na habari kutoka seneti ya Kongo. Tunakomesha yaliyojiri leo nchini Demokrasia ya Kongo, tukitangaza kutoka mjini Goma mashariki mwa DRC. Tukutane kesho kwa habari zingine.